Somo tunaloenda kujifunza lina kichwa kinachosema kushinda maadui au vikwazo vya kuurithi ufalme wa Mungu. Kushinda maadui au vikwazo vya kuurithi ufalme wa Mungu. Wagalatia 5:19 mpaka 21. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tunaweza kukaa. Mstari wa mwisho tunaona mwandishi akisisitiza kwamba baada ya kutaja yale matendo ya mwili, tunaona anahitimisha na msisitizo wake ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo, mambo ambayo yametajwa hapo, mambo ambayo yametangulia kutajwa hapa, ambayo tumeyasoma, anasema hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hiyo inaonyesha ya kwamba kutokana na watu kuwa na matendo hayo yaliyotajwa, hawatakuwa na sifa ya kuurithi ufalme wa Mungu. Kusoma pia kwenye Ufunuo anasema, na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu Mungu wetu, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari, na bibi harusi amejiweka tayari, naye amevikwa kitani safi nzuri sana ing'arayo. Anasema kwa maana kitani hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba sio rahisi, au kuna ugumu, au kuna vikwazo au maadui ambao wanaweza wakafanya watu wasiingie katika ufalme wa Mungu, wasiweze kuingia ufalme wa Mungu au kuurithi ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Na kuna maandiko mengi ambayo hayatoi urahisi wa kuingia ufalme wa Mungu kwenye Biblia. Ukisoma kwenye zile nyaraka, zile barua 7 katika makanisa yale ya Asia ambazo zimeandikwa kwenye Ufunuo, unaona kila barua inasema yeye ashindaye, yeye ashindaye, yeye ashindaye, kuonyesha ya kwamba sio rahisi kuingia tu katika ufalme wa Mungu kirahisi rahisi, kiwepesi wepesi, pamoja na neema ambayo tunayo. Lakini hiyo neema ina masharti. Unajua kuna watu wengine
wanarahisisha kwamba wataingia katika ufalme wa Mungu kwa urahisi kwa sababu ya ile neema. Lakini ukisoma kwenye Tito anasema maana neema ya Mungu imefunuliwa. Lakini hiyo neema pamoja na kufunuliwa ina masharti. Inasema yatufundisha kukataa ubaya na tamaa zote za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo unaona, pamoja na neema, mwamini anapaswa kushinda. Haitakuwa rahisi yeye kuingia mpaka ameshinda. Na kwenye hiyo ufunuo anasema, na ndani yake kwenye ule mji mtakatifu hakutaingia chochote kilicho kinyonge, na hao wafanyao machukizo hawataurithi huo ufalme. Lakini Yesu pia kwenye mafundisho yake yale ya muhimu sana ambayo yanajulikana kama katiba ya Mkristo, ambayo yanaitwa hotuba ya mlimani, sura ya 5, ya 6 na ya 7 kwenye Injili ya Mathayo, tunaona anapoelezea njia ya kwenda kule mbinguni, anasema njia ile ni nyembamba iendayo uzimani, na mlango ni mwembamba uendao uzimani. Aonyeshi ya kwamba ni rahisi, anaonyesha ugumu. Lakini pia kuna wakati ambapo Yesu alikuwa anaendelea na huduma na wanafunzi wake wakamuuliza swali. Wakamuuliza, mwalimu, mbona watu wanaookolewa ni wachache? Yesu akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba na katika njia hiyo hiyo nyembamba, kwa sababu wengi watataka kuingia wasiweze, itakuwa vigumu kwao. Lakini Yesu pia alipokutana na yule kijana tajiri akamwambia akauze alivyo navyo awape maskini amfuate. Maandiko yanasema ya kwamba yule kijana tajiri hilo jambo likamchukiza, na Yesu akasema akaondoka, akachukizwa na yale maelekezo ambayo Yesu alikuwa amempatia, akaondoka. Yesu akasema ya kwamba unaona jinsi, akawaambia wanafunzi wake, mnaona jinsi itakavyokuwa vigumu tajiri kupenya kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni sawa na ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Ya kwamba inawezekana tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini ni sawa na ngamia kupenya kwenye lile tundu la sindano, ule mlango mdogo wa kwenye geti, ambao ngamia kwa sababu ni mrefu itabidi apige magoti na kujikunja ili aweze kuingia kwenye kile kilango kidogo cha geti. Kwa hiyo anaweza kuingia, lakini ni vigumu. Kwa hiyo hayo yote yanatuonyesha ya kwamba ni lazima kushinda vikwazo ili tuweze kuurithi ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Tunaona mtu mmoja maarufu Nikodemo. Maandiko yanasema ya kwamba naye alikuwa anatamani kuurithi ufalme wa Mungu, na akawa anatafuta njia, pamoja na kuwa na dini nzuri, pamoja na kuwa na utajiri, pamoja na kuwa na umaarufu, lakini moyo wake ulikuwa haujawa na uhakika ya kwamba ataurithi ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Akaona kuna vikwazo vinavyoweza kumfanya yeye asiuingie ufalme wa mbinguni.
na ndio maana sasa akaamua kuvuka hivyo vikwazo. Maandiko yanasema akaamua kumwendea Yesu usiku, na anamuuliza hilo swali ya kwamba ninawezaje kuingia katika ufalme wa Mungu? Na tunaona Yesu akampa maelekezo ya kwamba hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Hakuwa anaelewa hata hiyo kuzaliwa mara ya pili, lakini tunaona Yesu akamwelekeza mpaka akaelewa, akaamini, akawa mfuasi wa siri wa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Akaweza kuvuka vikwazo au kushinda wale maadui ambao walikuwa wanazuia hatima yake. Kwa hiyo huo ugumu ambao tumeuona, ambao umethibitishwa pia na maandiko kwamba sio rahisi, ni kwa sababu kuna maadui au vikwazo. Na kuna maadui au vikwazo vikuu vitatu. Kikwazo cha kwanza ni Shetani. Ukisoma kwenye Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7, Mwanzo 3:1 mpaka 7, hapa unaona kikwazo au adui wa kwanza ambaye mwanadamu alikutana naye na akamuondoa kwenye ile bustani nzuri ya Edeni. Tunaona ni Shetani. Mwanzo 3:1 mpaka 7. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona Adam na Hawa walianguka kwa sababu ya adui huyu ambaye ni Shetani. Adui huyu pia ukisoma kwenye Mathayo 4, soma kwenye Mathayo 4:3-4, unaona adui huyu pia kama alivyomjaribu Adam na Hawa, pia alimjaribu Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Mathayo 4:3-4. Haleluya. Tunasoma hivi: mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo tunaona tofauti ya Adamu wa kwanza ni kwamba Adamu wa kwanza alishindwa na lile jaribu la Shetani, likamwangusha. Lakini tunapomwangalia Yesu ambaye ni Adamu wa pili, tunaona ya kwamba yeye aliweza kushinda lile jaribu.
Kwa hiyo tunaona kikwazo kimoja kikubwa ni Shetani. Na kuna maandiko sehemu nyingine yanayosema watu watakuja kuambiwa kwamba wale waovu ambao hawakushinda waende kwenye moto wa jehanamu aliowekewa Ibilisi na malaika zake, aliowekewa Shetani na malaika zake. Kwa hiyo unaona watu hata wale watakaoenda jehanamu ya moto. Jehanamu haikuwekwa kwa ajili ya wanadamu, iliwekwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Lakini watu wataenda jehanamu kwa kumuunga mkono, kwa kukubaliana na Shetani, kama vile Hawa alivyokubaliana naye, akaitii sauti yake, akakubaliana na uongo wa Shetani na udanganyifu wa Shetani. Ukisoma kwenye waraka kwa Timotheo, anasema pia kwamba Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo. Kwenye Timotheo anasema katika siku za mwisho watu hawatataka kusikia yaliyo kweli, watataka kusikia yale wao wanayotaka kusikia, na kwa sababu hiyo watajipatia walimu makundi makundi. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kikwazo cha kwanza ni Shetani. Kikwazo cha pili ni mwili, kama ambavyo tumesoma kwenye Wagalatia 5:19 mpaka 21. Yametajwa pale matendo ya mwili. Anasema matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya yametajwa pale, na anasema nawaambia mapema, nimewaambia mapema, wote wayatendayo mambo hayo hawataurithi ufalme wa Mungu, pamoja na mengine yanayofanana na hayo. Kuna mengine ambayo hayajatajwa hapa, lakini yanafanana na haya. Anasema nimewaambia mapema ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Unaona, katika majaribu ambayo Shetani alimjaribu Yesu, ukisoma kwenye ile Mathayo 4 anasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Unaona? Unaona Yesu pia alijaribiwa, alikuwa na kikwazo cha Shetani au Ibilisi. Lakini pale alipoenda kujaribiwa, Shetani tu akumjaribu tu yeye kama yeye, lakini pia ukisoma kwenye ule mstari wa 3 na wa 4 anasema hivi: mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo unaona, kikwazo kingine ambacho Shetani alikitumia ni mwili. Sababu ya Shetani kumwambia Yesu abadilishe, kwa sababu ana uwezo wa kufanya miujiza, abadilishe mawe ambayo yalikuwa pale jikani alipokuwa amefunga, ayabadilishe kuwa mikate, ni kwa sababu ya njaa ambayo alikuwa nayo. Mungu atusaidie sana. Maandiko yanasema alipoenda kule siku 40 amefunga hali chochote, akaona njaa.
lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo ule mwili ukadhoofika kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya kufunga, na kwa sababu mwili ni adui au ni kikwazo cha kurithi ufalme wa Mungu. Mwili huu wa damu na nyama, huu mwili ambao unaitwa mwili wa anguko, huu mwili wa anguko huu ni kikwazo. Huu mwili wa anguko na wenyewe ni kikwazo. Tunafahamu hata Yesu, maandiko yanasema alifanyika mwili. Yesu alikuwa ni mwanadamu kwa 100%, ndio maana aliona njaa. Alikuwa na mwili kama huu ambao mimi na wewe tunao. Alivaa mwili huu unaoona njaa, unaotamani, lakini tunaona yeye aliweza kushinda. Na kule kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 tunaona pia kilichofanya Adam na Hawa waanguke au waende kinyume na neno la Mungu ni kwamba Hawa alipoona lile tunda, maandiko yanasema akatamani, mwili ukatamani. Ndio maana hapa kwenye Wagalatia anasema mwili utamani ukishindana na roho, na wala hamwezi kufanya yale mnayotaka. Ndio maana kwenye Warumi pia anasema msiufuate mwili, mkiufuata mwili mwataka kufa. Kwa hiyo unaona, Hawa akaufuata mwili unavyotaka, unavyotamani. Maandiko yanasema akachuma lile tunda akala, na baada ya kula akampa na mmewe Adamu naye akala. Kwa hiyo kikwazo chao au adui yao mwingine akawa ni mwili, Shetani. Lakini Shetani hawezi kufanya chochote bila kuungwa mkono. Asipopewa ushirikiano, Shetani hawezi kufanya lolote. Tunaona alipoenda kumjaribu Yesu hakupewa ushirikiano. Yesu hakukubali mwili wake uingie kwenye hiyo tamaa ya kubadilisha ile huduma yake iliyofanya afunge siku 40 aiharibu. Unaona, Yesu anamjibu Shetani, anamwambia mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo hapo tunaona Yesu alimshinda Shetani, lakini pia alimshinda mwili. Haleluya! Alimshinda Shetani, lakini pia aliushinda mwili wake, huu mwili wa anguko. Ndio maana Mtume Paulo sehemu nyingine anasema, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Yaani anaona kabisa kwamba ana adui ambaye anatembea naye, na Yesu alijua hilo. Lakini kikwazo kingine ni ulimwengu. Ni ulimwengu au dunia tunamoishi. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 15 mpaka 17 tunasoma hivi: msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili. Umeona? Tamaa ya nini?
ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Ukisoma kwenye Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 10, tunaona jinsi Yesu alivyomshinda Shetani alipomwonyesha miliki za ulimwengu huu. Anasema hivi: kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Haya yote nitafanya nini? Nitakupa, ili mradi tu unisujudie. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sehemu nyingine kwenye waraka huu wa Yohana anasema, na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Tunaona hapa Yesu alishinda majaribu yote, alishinda vikwazo vyote, alimshinda Shetani, aliushinda mwili, aliushinda ulimwengu. Na ndio maana anawaambia wanafunzi wake, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Yaani Yesu alikuwa anaelewa kwamba ulimwenguni kuna Shetani, kuna mwili wa mauti, lakini pia huo ulimwengu kwa ujumla wake ulivyo na vitu vingi vya kukosesha. Lakini anasema pamoja na hayo mambo ya kukosesha, sehemu nyingine Yesu anasema ole kwa mambo ya kukosesha. Na anafika mahali anasema, kama jicho lako linakukosesha uling'oe, kama mkono wako unakukosesha ukate. Ni afadhali uingie mbinguni ukiwa kigutu kuliko kubaki na mikono yako yote miwili na ukatupa jehanamu, kwa sababu haitakusaidia chochote. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo unaona, katika maisha ambayo Yesu aliishi hapa ulimwenguni akiwa kama mwanadamu, kama mimi na wewe. Unajua Yesu hakushinda majaribu kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu kwa 100%, lakini alikuwa ni mwanadamu kwa 100%. Alipokuwa hapa duniani, ushindi wake wa majaribu ulitokana na kufuata kanuni ambazo zinaweza zikaleta ushindi. Hakutumia uungu wake. Maandiko yanasema vile alivyofanyika mwili, alivyofanyika mwanadamu, hakutumia ule uungu wake. Ndio kwenye kwa Filipi anasema yeye alikuwa yu namna ya Mungu, lakini hakutumia ule uungu wake alipokuja hapa duniani. Alipokuwa hapa duniani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndio maana sasa, ili na sisi tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni, ni lazima tushinde maadui au vikwazo, ndipo tuweze kuurithi ufalme wa Mungu. Na kwenye somo la leo tutaangalia zaidi kwenye eneo hili la mwili. Sawa? Kwenye eneo hili la mwili.
kwenye hayo matendo ambayo tumeyasoma. Kwenye hiyo Wagalatia 5:19 mpaka 21 tumeona hayo matendo yanayotajwa. Tunaona wito wa kuyavua hayo matendo ya mwili. Yaani baada ya kutaja yale matendo ya mwili ambayo anasema matendo ya mwili ni dhahiri, tunaona huko mwishoni anasema nimewaambia mapema kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba wote wayatendao mambo haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Na kwa sababu hayo matendo yapo, unajua waraka umeandikwa kwa kanisa. Yaani kuna watu ndani ya kanisa wayatendayo ambao wanayatenda matendo ambayo wanayo matendo hayo. Lakini pia hata nje ya kanisa wako ambao wanayatenda matendo hayo. Wote kwa ujumla wao hawataurithi nini? Ufalme wa Mungu. Na hapa tunaona wito unaotolewa kwamba kuna nafasi ya kuyavua hayo matendo ya mwili. Kuyavua au kuyaondoa, kuna nafasi ya kuyaondoa hayo matendo ya mwili. Na ukisoma katika Biblia unaona kuna baadhi ya waliopokea wito wa kuyavua hayo matendo ya mwili. Hayo matendo ya mwili pia yanafananishwa na mavazi machafu. Ukisoma kwenye ile Zakaria sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4, kitabu cha nabii Zekaria 3:4 tunasoma hivi: basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Unaona? Tunaona huyu Yoshua kuhani aliyeonekana na mavazi machafu alikuwa na nafasi ya kuyaondoa au kuyavua yale matendo ambayo hayakuwa mazuri, ambayo yalikuwa yanamfanya asiweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Na tunaona akayaondoa. Ukisoma pia habari za Musa alipotokewa na Mungu kwenye kichaka ile Kutoka 3:5, tunaona Mungu anamwambia vua viatu vyako kwa maana hapa ni patakatifu. Unajua Musa alikimbia kule Misri kwa sababu aliua, alikuwa na murder case. Alikuwa na kesi ya jinai ya kuua kule. Alikuwa anatafutwa. Sasa Mungu anamtokea anamwambia ana nafasi ya kutengeneza. Hiyo ndio nafasi yake sasa ya kutengeneza, ya kuvua yale matendo maovu aliyoyafanya. Anaambiwa avue nini? Viatu vyake. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 6, Isaya 6 sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 7, tunamwona hapa pia
nabii Isaya. Anasema hivi: ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea. Unajua, kabla ya kusema haya maneno, ukisoma kuanzia kule mwanzo, anasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana. Anaendelea kutaja yale aliyoyaona, akaona ya kwamba Mungu ni mtakatifu. Anasema ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Mimi ni mtu mwenye midomo nini? Michafu. Nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme. Yaani akaona hastahili kutokana na yeye alivyo. Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Yaani hapa kuna tumaini kwamba pamoja na kwamba kuna matendo hayo yaliyotajwa, hayo matendo ya mwili ambayo ni dhahiri, ambayo yatawafanya watu wasiingia katika ufalme wa Mungu, lakini kuna dawa, kuna solution, kuna ufumbuzi. Kuna mwimbaji mmoja wa Kenya aliimba, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa. Haleluya. Pamoja na ule uchafu, pamoja na zile nguo chafu ambazo kuhani Yoshua alionekana nazo, lakini kuna ufumbuzi. Haleluya. Ndio maana kwenye haya maandiko tunaona baada ya kuondoa yale mavazi machafu, au baada ya kuondolewa yale matendo ya mwili, kuna mbadala. Haleluya. Baada ya kuondolewa zile nguo chafu, mbadala wake ni kuvikwa nguo safi, ni kuvikwa mavazi mazuri meupe yenye thamani nyingi, kama ambavyo tumeona. Badala ya kuwa na midomo michafu, kuna kutakaswa. Maandiko yanasema, ndipo malaika akachukua kaa la moto akamwekea Isaya, akamwambia, ile midomo yako michafu umetakaswa kwa kaa hili la moto. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma pia katika Injili ya Luka sura ile ya 15 mstari ule wa 20 mpaka 21, tunasoma hivi: akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Naona huyu mwana mpotevu sasa anatuwakilisha sisi wengine wote. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Huyu mwana mpotevu pia tunaona alipokea wito wa kuyavua yale mavazi yake, kuyaondoa yale matendo ya mwili aliyoyafanya, akifikiri kwamba anapata faida. Kwa sababu tunaona sababu ya huyu mwana mpotevu kuondoka kwa baba yake, kwanza alitaka sehemu inayomwangukia ya urithi wake, na akapewa, na akaondoka. Maandiko akasafiri kwenda nchi za mbali, akaenda akatapanya hizo mali zake na makaaba kwa maisha ya anasa.
huko alikuwa nayo matendo ya mwili ambayo yametajwa kwenye Wagalatia hapo tulikosoma 19 mpaka 21. Ndio alikuwa anaendelea naye. Maandiko yanasema akaishi maisha ya uasherati. Si unaona uasherati unataja? Na matendo mengine ambayo ya mwili ambayo alikuwa nayo, alikuwa anaufurahisha mwili, alikuwa anaupendezesha mwili. Lakini ikafika mahali akapigika. Hata chakula tu kikawa cha shida. Lakini sasa tunaona maandiko anasema alipozingatia moyoni mwake akasema ya kwamba kule nyumbani nilikotoka kwa baba yangu wanakula na kusaza. Watumwa tu wanakula na kusaza, lakini mimi hapa kwa nini nateseka? Akasema nitarudi nikatengeneze kwa baba yangu. Kwa hiyo unaona pia kwamba yale matendo ya mwili ambayo yule mwana mpotevu alikuwa nayo yalikuwa na jibu.